Shalom wapendwa katika Kristo Yesu, na wasalimu katika jina lake Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Na leo nilikuwa na ujumbe kutoka Bwana kupitia kanisa. Ujumbe kwa kanisa lake Bwana Yesu Kristo. Je, Mungu anapenda kanisa lake liweje? Je, kanisa la Bwana ni nini? Kanisa la Bwana ni wewe ambao unanisikiliza. Kanisa la Bwana ni mwanadamu. Mwanadamu ndiyo hekalu la Roho Mtakatifu. Ukiwa umpokea Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, halafu kabatizwa na kumpokea Roho Mtakatifu anayekuongoza, ambaye ni Roho wa Mungu anayekaa ndani mwako, hapo umekuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Na umefanyika kuwa kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Wewe ndiye hekalu la Bwana, wewe ndiyo kanisa la Yesu Kristo. Na je, Mungu anapenda kanisa lake liweje? Na huu ni ujumbe maalum ambao Bwana alinipa. Na tutasoma katika kitabu chake cha Petro wa kwanza, sura yake ya kwanza, mstari wake 13 mpaka 16. Maandiko yanasema kwamba, kwa hiyo basi, muwe tayari kabisa na kukesha. Wekeni tumaini lenu lote katika neema ile mtakayopewa wakati Yesu Kristo atakapoonekana. Kama watoto wa Mungu wenye utii, msikubali kama msikubali tena tamaa mbaya mlizokuwa nazo wakati mlipokuwa wajinga, bali mnapaswa kuwa watakatifu katika mwenendo wenu wote, kama vile yule aliyewaiteni ni mtakatifu. Maandiko yasema, muwe watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Shalom wapendwa. Yesu Kristo anarudi upesi sana. Yesu Kristo yuko mlangoni kuja kunyakua kanisa lake. Na yeye ni ujumbe kwa kanisa. Yesu anapenda kama watoto wenye utii. Ikiwa tumemkubali Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunalo jukumu ni la kuishi maisha ya utakatifu. Lakini kanisa la leo halipendi tena utakatifu. Bwana anasema kwamba kanisa lake limeacha utakatifu. Kanisa lake limeenda kinyume na mapenzi yake. Kanisa lake linasema tena hakuna utakatifu katika kizazi hiki. Hatuwezi tukawa watakatifu. Maandiko haya ni kwa ajili ya watu wa zamani. Lakini sikia asemalo Roho. Yesu Kristo anasema narudi upesi sana. Na hakuna ambaye atakayeenda mbinguni bila kuishi maisha matakatifu. Sisi sote mahali hapa tunajitahidi kuishi maisha matakatifu. Kwa kuwa Waebrania 12 mstari wa 14, pendo maandiko yanasema kwamba hakuna atakayemwona Bwana bila kuishi maisha hayo ya utakatifu. Hasa jinsi unavyoishi na unasema wewe ni Mkristo, lakini unapinga utakatifu. Unanajisi hekalu la Bwana Yesu Kristo. Unanajisi mapenzi ya Mungu. Unaenda kinyume na neno la Mungu. Na wakati Yesu Kristo amesema kama watoto wa Mungu wenye utii. Kwa hivyo moyoni mwako hauna utii ikiwa unashindwa kuishi maisha matakatifu. Kwa kuwa wengi hawajui kwa maana utakatifu. Utakatifu maana yake ni kujitenga na dhambi. Ni kujitenga kwa ajili ya Mungu. Ikiwa tulikuwa watu wa kidunia zamani, sasa tumekuwa watu wa Mungu. Na kusudi tulilo nalo ni kuishi maisha matakatifu. Maana yake kuwa watakatifu na wakamilifu ndani ya Kristo Yesu. Maana Waefeso 4:13 nasema, mpaka tutakapofikia ukamilifu wa Yesu Kristo, katika kumjua mwana wa Mungu, katika imani, tuwe wakamilifu mpaka tufikie kimo cha ukamilifu wa Kristo. Kwa hiyo hatuwezi tukakuwa kanisa la Bwana, hatuwezi tukakuwa watoto wa Mungu tusipokuwa na utii mbele ya Yesu Kristo. Na huu ni ujumbe ambao Bwana anasema kanisa la Mungu, kanisa linalosema linakwenda mbinguni, jueni kwamba Yesu anarudi upesi. Yesu anarudi na hakuna tena muda. Muda ni muda. Bwana anarudi kunyakua utakatifu wake. Na usipokuwa mtii mbele za Bwana, usiposhika neno lake, ole wako, kwa kuwa saa inakuja ambapo utamuita Bwana lakini hataitika. Mimi hapa wao pale, sisi sote tunajitahidi kuishi maisha matakatifu. Na hayo maisha ni ya kujitenga na uovu. Ni ya kujitenga na dhambi ulimwengu huu, kwa kuwa wengi wanasema ni Wakristo lakini wanaupenda ulimwengu. Hawapendi kulielewa neno la Bwana, hawapendi kulitii neno la Kristo. Naelewa kwamba bwana harusi anakuja kunyakua bibi harusi. Bwana nao wake ambao anawajua na anaoelewa, naye anarudi kuja kunyakua. Inakubidi uwe mtakatifu, uwe mkamilifu, maana maandiko yanasema mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Yesu Kristo ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu, Baba ni mtakatifu. Kwa nini unashindwa kushika maneno yake? Kanisa la Kristo Yesu
halipendi tena kujistiri, halipendi tena kurudi kuenda katika mapenzi yake, bali napenda tena kuenda katika anasa, katika dunia. Elewa kwamba watakatifu walikuwa na watakatifu ni wale wanaotembea wakimtii Mungu, wacha Mungu, wanaitwa wacha Mungu. Kwa kuwa ukimcha Mungu, hapo ndipo mwanzo wa hekima. Mpendwa, nakwambia kwamba usipokuwa tayari utakuja kujuta maneno uliyokuwa unasikia. Uliwahi kusikia kwamba Yesu anarudi, lakini hakupenda kutii. Ulijua kwamba Yesu anarudi, lakini hakupenda kumtii huyo Yesu Kristo ambaye anarudi. Elewa kwamba hata kama ilianza miaka mingi, elewa kwamba huyo Yesu, huyo Bwana Yesu Kristo, saa anarudi. Iwe ni leo, iwe ni kesho. Ni kwako kwa kujitayarisha, ni kwako kwa kujitakasa. Kwa kunaweza kuwa unasikia haya maneno mahubiri. Elewa kwamba haya mahubiri si kama mahubiri ya watu wale watumishi wengine, manabii uongo, wanahubiri tu kuhusu baraka, kuhusu sadaka, lakini hawatakuhubiria kuja kwa Bwana. Lakini elewa kwamba unyakuo uko karibu. Yesu Kristo anarudi upesi. Na ni kwako kubadilisha matendo yako, ni kwako kubadilisha mienendo na tabia zako, ili Bwana kukute uko mtakatifu, uko mkamilifu. Sio wanafiki wataurithi ufalme wa Mungu, sio wanafiki, sio uongo, bali watakatifu, ambao wanaitwa bibi harusi mwenye busara. Je, uko bibi harusi mwenye busara ambao utakutana na Bwana? Inakubidi sasa uishi maandiko, maana maandiko yanasema wewe mtakatifu. Usiishi tena katika mienendo yako iliyokuwa unafuata hapo zamani ulipokuwa hujaokoka. Lakini kwa leo unaendelea unafuata, unaendelea unaitamani mienendo ya zamani. Kwa nini? Haujakuwa mtakatifu. Mtakatifu ni yule ambaye amejitenga na uovu. Amekubali kusimama katika singa ya Bwana Yesu Kristo. Amekubali kusimama katika njia yake Bwana Yesu Kristo, ambao ni nuru. Kwa maana wale ambao walipewa kumwamini walifanyika kuwa watoto wa Mungu. Na maandiko yanasema katika Yohana wa kwanza sura ya 3, watoto wa Mungu hawawezi kutenda dhambi, kwa maana wana uasili wa kimungu ndani mwao. Je, una uasili wa kimungu ndani mwako? Na ikiwa una uasili wa kimungu, kwa nini hauko mtiifu mbele za Bwana? Kwa nini haupendi kutii maneno ya Kristo Yesu? Kwa kuwa Kristo anakuamuru leo uwe tayari kutii maneno yake, uwe tayari kuenenda katika mapenzi yake. Kwa kuwa Yesu akija asikukute katika dhambi. Mwenendo wako, muonekano wako, hapo ndipo kuna matunda. Matunda yako ni tabia na mienendo yako. Na Yesu alisema kwamba kila mtu atalipwa kupitia matendo yake. Kwa hiyo lazima uwe mtakatifu katika roho yako yote. Achana uzinzi, usharati, uongo, wizi, kuiba, hayo yote ya ndani uyaache, kwa kuwa Yesu Kristo anarudi. Na akikuta moyo wako umechafuka, elewa kwamba usizani kwamba wewe ni mtoto wa Mungu kwa sababu unaeleweka kwa Mkristo. Hapana. Hata kama watu wengine wanakujua ni Mkristo, lakini jitahidi ili uwe Mkristo mbele za Bwana, ili uwe mtakatifu mbele za Bwana. Kwa kuwa Yesu anapendezwa na wale wanaomfuata, ambao ni wanafunzi, wafuasi wa Yesu Kristo, wanaotii neno lake. Kwa maana Yesu alisema, maneno haya ninayosema ni roho na ni uzima. Lakini kama ni roho, kwa nini huyatii? Je, unadhani roho atakuwa ndani mwako na wakati huyatii maneno? Unadhani utapata ule uzima na wakati maneno ya Kristo Yesu hayako yanakomaa mizizi ndani mwako? Elewa kwamba hii ni madhara ambayo utayapata na usipokuwa tayari. Yesu anarudi upesi. Yesu anarudi. Na unaweza kukufa hapo. Unaweza kukufa, hujui siku ambayo utakufa. Lakini elewa, je, utakwenda wapi? Je, ndio itakuwa mwisho wako, kuzimu au mbinguni? Jitakase. Bwana anapenda kanisa lake liwe takatifu. Na Bwana analia anapoona kanisa lake linachafuka. Watu hawapendi tena kushika sheria yake. Watu hawapendi tena kutakasa hekalu lake. Hekalu ni mwili wako mpendwa katika Kristo. Hekalu la Mungu ni mwili wako. Lakini kwa nini unajichafua mwili wako kwa mavazi maovu, kwa mambo ya ulimwengu ambayo haiko katika utukufu wa Mungu? Elewa kwamba Yesu akija atakuhukumu kwa hayo. Umejitengenezea Mungu wako, umejitengenezea sanamu yako. Umejitengenezea sanamu yako kupitia mavazi unayovaa, kupitia muonekano, tabia, maneno. Unajitengenezea sanamu na sio Bwana Yesu Kristo unayeabudu. Wewe sio Mkristo ikiwa haushiki maneno ya Mungu. Unamhitaji Roho Mtakatifu, unahitaji sauti ya Roho Mtakatifu ili kuelewa maandiko matakatifu. Manabii uongo pia nao
wanahubiri neno, lakini hawatakuhubiria kwa njia ya Roho Mtakatifu. Watakuhubiria kwa njia ya uongo, watakudanganya na kupotosha. Lakini Yesu Kristo anasema sisi tuliokomaa katika imani, katika kumjua mwana wa Mungu na tukaufikia ukamilifu wa Yesu Kristo, hatuwezi tena tukapotoshwa kama watoto wadogo, bali tunayo maarifa ya Roho Mtakatifu, kwa kuwa Roho wa Kristo Yesu yumo ndani mwetu na anafanya kazi ndani mwetu. Ndio maana maneno yake hukaa ndani mwetu. Maandiko yanasema Kolosai 3:16, neno la Kristo nalikaa ndani mwenu kwa wingi. Hivyo ndivyo mtakavyoweza kufanya nini? Kujua mapenzi ya Mungu. Huwezi kujua mapenzi ya Mungu ikiwa haujajitahidi kumpokea Roho Mtakatifu. Haujajitahidi kujua mapenzi ya Mungu. Ni saa hii yako ya kutubu, ya kurudia katika neno la Bwana. Kwa kuwa Yesu anasema kanisa lake limemwacha. Bwana analia kwa kuona kanisa lake. Huu ni ujumbe kwa kanisa. Na ikiwa utalitia maanani, ukashika neno la Bwana na kuomba kibali kwa Bwana Yesu Kristo, omba Bwana kujibu. Bwana kujibu kupitia mwenendo yako. Ikiwa na mashaka na neno hili, Yesu Kristo anakujibu, kwa kuwa Yesu Kristo anapatikana. Na wale wote ambao wanamuomba, yeye anawajibu kirahisi. Ni wewe tu unatia moyo wako kwa mgumu, ndio maana unaona Mungu yuko mbali. Lakini Yesu anasema mkono wangu si mfupi ushinde kutenda, bali ni dhambi zako ndizo zinazuia mkono wa Mungu. Dhambi zako ndizo zinazuia majibu ya Mungu. Dhambi unazozitenda ndizo zinazuia uponyaji na ukombozi wa Bwana, kwa kuwa Mungu anakuona. Mungu anapenda kuponya. Mungu anakupenda akuokoe, lakini wewe unashindwa kuacha dhambi zako. Unakataa kuwa mtakatifu. Unakataa kuwa mkamilifu. Je, unadhani Mungu aliyekufa kwa ajili yako, Yesu Kristo aliyetoa uhai wake kwa ajili yako, kwa nini wewe unashindwa kuchukua msalaba wako? Kwa nini unashindwa kumfuata Yesu Kristo katika roho na kweli? Yesu akasema, je, mtaweza kunywa kikombe hiki ambacho nitaweza kunywa? Ni lazima ukiweze, ni lazima ukinywe ili upate kurithi ufalme wa mbinguni. Maana maandiko yanasema ufalme wa mbinguni ni wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanafanya nini? Wanauteka, wanaufikia. Sio wazembe, sio legevu, bali ni wale ambao wanakesha katika maombi, wanakesha katika kumtafuta Bwana. Hao ndio wataona utukufu wake unashuka. Hao ndio wataona utukufu wake Yesu Kristo ukishuka ndani ya maisha yao. Bali sio wale waoga, sio wale wavivu, sio wale ambao wanapotosha wengine maandiko matakatifu, wanapotosha maandiko matakatifu. Elewa kwamba utakatifu ni lazima, na utakatifu ni wa kiroho na ni wa kimwili. Mwili wako lazima uonyeshe Kristo. Mavazi yako lazima yaonyeshe Kristo. Muonekano, sura ya lazima ionyeshe wasili wa Yesu Kristo, wasili wa uumbaji wake. Lakini je, ule wasili huko ndani mwako? Hakuna. Kwa nini? Kwa nini wasili wa Yesu Kristo au wasili wa uumbaji wa Mungu, kwa nini hauko ndani mwako? Kwa nini hauonekani? Ni kwa sababu Yesu Kristo hawezi kaishi katika hekalu lililochafu, kwa kuwa ndani mwake hakuna uchafu. Mungu ni mtakatifu, ni mtakatifu zaidi ya utakatifu wote. Kwa hiyo unazana ataishi katika hekalu lililochafu, inabidi ujitakase, utubu, uelewe maneno ya Mungu na uwe mbele za Bwana kwa unyenyekevu na kwa utulivu, na atakujibu. Kwa kuwa Bwana Yesu anarudi upesi sana. Unyakuo unafanyika, Yesu anarudi. Yesu anarudi, lazima tujitahidi. Lazima tujitahidi kushinda ulimwengu. Usiseme kwamba siwezi nikakuwa mtakatifu kwa kuwa dunia hii ni ya uchafu sana. Elewa kwamba Yesu Kristo hata sikia hiyo hoja yako, hapana. Yesu Kristo anafuata maneno yake. Yesu Kristo anafuata maneno yake. Na hafuate hoja yako, hafuate dhamiri zako, hapana, anafuata neno lake. Unabii usioendana na neno usiukubali. Unabii ambao usioendana na neno, huyo sio unabii wa Mungu. Maono na ndoto usioendana na neno la Bwana Yesu Kristo, hiyo sio maono ya Mungu. Kwa kuwa shetani hujifanya kwa kama vile malaika ile apate kupotosha, lakini tunaye Roho Mtakatifu ambaye hupambanua kati ya roho chafu na roho mtakatifu. Ni huyo Roho ambaye ni msaidizi, ambaye Yesu akasema nitamtuma kwenu. Na ndiye alimtuma katika siku ya Pentekoste, lakini leo nakataa kumpokea. Kwa nini? Ni kwa sababu upendo wa Yesu, upendo wa Mungu haumo ndani mwako. Ni nini kitakachotutenga na upendo wa Kristo? Inabidi umtafute sana Roho wa ukweli. Kanisa la Yesu Kristo lazima liwe takatifu. Nao ndio ulikuwa ujumbe kwa kanisa la Kristo. Lazima wapendwa tuwe watakatifu, lazima tuwe watakatifu kiroho na kimwili. Katika mienendo yetu, tabia, tuachana kila aina ya uovu,
kwa kuwa washarati, wazinzi, weve, waabudu sanamu, hao wote hawataurithi ufalme wa mbinguni. Au wale ambao wanaochafua hekalu. Hekalu ni nini? Hekalu ni mwili wako. Na maandiko yanasema katika Wakorintho wake wa kwanza 3:16 au 14 kisani 16, maandiko yanasema kwamba atakayeharibu hekalu la Mungu atafanya na Mungu atamharibu. Hekalu, kanisa ni mwili wako, inabidi uwe mtakatifu. Uwe mtakatifu katika menendo ya, uwe mtakatifu kweli kweli. Lazima hekalu la Mungu liwe safi. Kuwa safi maana yake katika mavazi yako, tabia, mwenendo, muonekano, lazima lidhihirishe Kristo Yesu ndani mwake. Lakini je, linadhihirisha? Mavazi unayovaa, mapambo unayojipamba, je, unadhani yani asili ya Yesu Kristo? Hapana, hayo sio asili ya uumbaji. Bali unampotosha Mungu, bali unafanya unamdanganya, unaenda kinyume na maandiko matakatifu. Lazima uwe mtakatifu. Bwana anapenda Bwana aonekane au kuwe na matunda ya Yesu Kristo ndani mwako. Na hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Yesu anapenda tuepukane na uovu, tujitenge na dhambi. Wengine wewe mnatenda dhambi, mnajua ni dhambi, lakini roho inawahukumu, lakini hampendi kuacha. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yenu umeweka kwa migumu. Yesu anasema nanyi kwenye maono, kwenye ndoto, lakini hampendi kuacha. Mnaiga watu wengine, mnaiga wachungaji, mnaiga wachungaji. Kwa nini? Hampendi kushika maneno ya Mungu. Usimuige mtu, shika maneno ya Mungu, fuata neno lake Yesu Kristo, nao utaokolewa. Muulize Mungu, si unamwabudu Mungu? Si unamjua Mungu? Muulize naye atakujibu, kwa kuwa alisema aombaye atapewa, atafutaye atapata. Kwa hiyo neno la Bwana ndiyo msingi imara. Mchungaji sio msingi, nabii sio msingi, mwinjilisti sio msingi, kiongozi sio msingi, bali tunalifuata neno la Bwana Yesu Kristo. Na kwa hiyo sisi sote natubidi tulifuate neno la Bwana, tuishi maisha matakatifu. Kwa Yesu akija, hata sikiliza hoja yako, hata sikiliza maneno ambayo unayasema na ambayo yanaenda na kinyume na neno. Utaleta hoja yako mbele za Bwana kusema kwamba nilifanya hivi kwa sababu ya mtu huyu alikuwa anafanya. Hapana. Yesu ataleta ni maneno yake mbele yako. Kwa kuwa Yohana 12:48 nasema kwamba neno la Mungu, hili neno la Kristo, Biblia, hii ndio itakuwa hakimu wetu mbele ya Mungu. Kwenye mlango, kwenye kiti cha hukumu, hili neno ndilo litakuwa hakimu. Na usipokuwa unalishika, litakuhukumu wewe. Utaurithi ufalme wa mbinguni aje na ikiwa neno la Mungu limeshafanya nini? Limeshakuhukumu. Kwa hiyo ni ujumbe wapendwa, tuwe tayari. Yesu anarudi upesi sana. Shalom. Na kwa neema ya Bwana Yesu Kristo, nitaeleza pia ujumbe kuhusu mwaka huu wa 2025. Kwa kuwa Bwana Yesu Kristo anapenda nini wapendwa? Bwana wanatarajia nini kwa watu wake? Huu mwaka ni mwaka mzuri kweli, na ambao wapewa watakatifu Bwana watafurahia. Lakini Bwana asema watumishi wengi wanaojiinua, watumishi wengi ambao wanajua ni watumishi wa Mungu na roho wa Mungu, piganeni vita, sema Bwana, kwa kuwa roho wa Bwana asema kwamba wengi wataanguka msipokuwa tayari, msipopigana vita. Kwa sababu shetani atapigana na watumishi sana. Shetani ataangusha wengi kwenye udhaifu wao, kwenye dhambi. Unajua ni udhaifu, elewa kwamba Roho Mtakatifu asema kwamba haya yatatokea. Kutakuwa vita vingi na majanga yatatokea na ugonjwa utatokea, lakini watakatifu wake Bwana wataokolewa. Wale ambao watasimama kwenye maombi, watasimama kwenye sala, kwenye vifungo, Bwana ataonyesha fadhili zake. Kwa kuwa shetani anapanga kufanya nini? Kuleta maangamizi, kuleta vita kwa watumishi wa Mungu, kuleta vita kwa watakatifu na manaziri wa Yesu Kristo. Lakini hivi ni vita ambavyo wale ambao watasimama kwenye msingi imara wataokolewa. Na pia Bwana atawaadhibu wale wote ambao wanafanya nini? Wanaenda kinyume na maneno yake, wanapotosha watu wengine. Maana Yesu Kristo akasema kwamba wale ambao wanaoshika vipande vya sheria na kwenda kuwafundisha wengine, au ufalme wa mbinguni watapata, watakuwa na nafasi ndogo. Kwa hiyo inakubidi usimame imara mpendo katika Kristo. Mwaka huu ni wa kusimama imara, ni wa kujitakasa na dhambi zote,
ni wa kujitahidi kuwa karibu na Bwana. Ni mwaka ambao kuzimu inapanga kufanya nini? Kuja kuwashambulia watumishi wa Mungu, kuja kuwashambulia watakatifu wa Bwana. Na ni wengi ambao wataanguka katika dhambi, ni wengi watarudi nyuma, ni wengi watafanya nini? Watarudia katika uovu wao. Lakini Yesu asema kwamba inakubidi wewe usimame imara. Inakubidi kanisa la Bwana liwe takatifu. Kwa kuwa Yesu Kristo yuko mlangoni, anarudi, iwe ni kesho, iwe ni leo, iwe ni kesho yake. Yesu anarudi upesi sana. Haujui siku ambao utakufa, hujui siku ambao utaondolewa katika ulimwengu. Lakini Bwana sema jitakase kila wakati. Kwa maana kwa saa usiyotarajia, kwa saa tusiyotarajia sisi wote, Bwana anarudi. Bwana anarudi, Maranatha, Bwana anarudi. Na tubidi tuwe tayari na watakatifu. Tuwe watakatifu wapendwa katika Kristo Yesu. Utakatifu ni msingi ambao Bwana alituita. Maandiko yanasema katika Wathesalonike, kitabu cha Wathesalonike, sura yake ya 4. Wathesalonike sura yake ya 4 mstari wake huo wa 4. Wathesalonike sura yake ya 4 mstari wake wa 3 na wa 7. Maandiko yanasema Mungu anataka nyinyi muwe watakatifu na mjepushe kabisa na maisha ya zinaa. Mstari wa 7. Mungu hakutuita tuishi maisha ya zinaa, bali tuishi katika utakatifu. Wapendwa, tuishi katika utakatifu. Kusudi ambalo Mungu alikuita si kuishi maisha ya zinaa. Kusudi ambalo Mungu alikuita si kuishi maisha ya usengenyaji, uongo, wizi, uovu, kila aina uovu. Hiyo sio maisha ambayo Mungu alikuita. Kusudi lilo nalo hapa duniani ni kumcha Mungu, ni kuishi maisha matakatifu. Maana Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 4 mstari wa 7 inasema Mungu hakutuita tuishi maisha ya zinaa. Ulipozaliwa Mungu alipenda ufanye nini? Uishi maisha matakatifu na sio maisha ya ulimwengu. Lakini kwa leo unaishi maisha ya ulimwengu. Kwa leo unaupenda ulimwengu na ukubali kutii ulimwengu kuliko kumtii Bwana. Je, unadhani kuupata ulimwengu wote na kukosa ufalme wa mbinguni ni kipi cha maana? Unaweza kuupata ulimwengu wote lakini ukaipoteza nafsi yako. Hapa duniani sio maisha halisi. Hii maisha duniani ni kivuli tu cha maisha halisi. Maisha halisi ni baada ya kufa. Hasa ni lazima ufanye nini? Uelewe kitu kimoja hiki kwamba ukifa utakwenda wapi? Kwa sababu baada ya mtu kufa, hapo ndipo ambapo maisha halisi yake huanzia. Je, utaenda kwenye uzima wa milele ambao ni ufalme wa mbinguni, au utaupoteza uzima na kwenda kuzimu? Kwa kuzimu itakuwa ni kulia na kusaga meno. Wadudu wa hapo hawafi, wala ufalme wa Mungu ni wa furaha, kwa kuwa Yesu Kristo ndiye Mungu na anayetawala na atafuta machozi ya watu wote. Hakutakuwa kilio wala mahuzuni wala vita wala kila aina ya huzuni, bali Yesu Kristo atawafuta machozi. Na huo ndio ufalme wa mbinguni ambao sisi sote tunafanya nini? Tunapigania tuufike. Lakini wewe unasema utakwenda, unapenda kwenda mbinguni, lakini elewa kwamba neno hili la Bwana ni lazima liwe msingi wa maisha yako. Lazima liwe msingi ambao unaufuata kila wakati. Maana Mungu hakukuita uishi maisha ya zinaa. Kwa hiyo mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa kujitakasa, ni mwaka wa kuwa vizuri na Bwana, ni mwaka kusimama imara, kwa kuwa ni wengi ambao watajaribiwa. Kwa kuwa kuzimu inaleta maangamizi, ni maajali mengi itafanyika na makafara mengi kwa wale washirikina waje tuagiza. Lakini inatubidi tu imara, tusimame imara ili tusije tukaanguka, tusije tukafanya nini? Tukaenda katika njia isiyompendeza Mungu. Ni siku za mwisho, ishara zote za kuja kwa mwana wa Mungu zimekamilika. Yesu Kristo anarudi upesi sana. Shalom. Tubuni, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Sikiliza, asema Yesu, naja upesi, pamoja na tuzo nitakalompa kila mmoja kufuatana na matendo yake. Mimi ni Alfa na Omega,
wa kwanza na wa mwisho, mwanzo na mwisho. Heri yao wale wanaoosha mavazi yao, wapate kuwa na haki ya kula tunda la mti wa uzima, na haki ya kuingia mjini kwa kupitia milango yake. Lakini mbwa, wachawi, wazinzi, wauaji, waabudu sanamu na wote wanaopenda kusema uongo watakaa nje ya mji.